Karibu katika taarifa ya habari za mchana wa leo huu kupitia Congo Post News, radio yako, sauti ya ukweli na habari za kuaminika. Mimi ni Idi George, ni kuletea kwa ufupi vichwa vikuu vya habari za mchana wa leo. Mpakani kati ya Goma na Gisenyi, mpaka wa Kongo na Rwanda, wafungwa kwa muda, huku hofu ya mlipuko wa Ebola ikiendelea kuongezeka katika ukanda wa maziwa makuu. Na huko Walungu katika Kivu Kusini, mapigano makali yaripotiwa kati ya wazalendo na vikosi vinavyodaiwa kuwa vya Rwanda pamoja na muungano wa M23 katika eneo la Kashebere na Katunkulu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hizi ni baadhi ya habari kuu za mchana wa leo. Tunakuomba kubaki nasi kwa taarifa kamili ya habari kupitia radio yako Congo Post News. Baki nasi mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano mapya yameripotiwa kuzuka Jumapili tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika maeneo ya Kashebere na Lutunkulu wilayani Walungu, baada wanamgambo wa Zalendo kudai kushambuliwa na vikosi vinavyotajwa kuwa vya Rwanda kwa kushirikiana muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani ya maeneo hilo, mashambulizi hayo yalianza wakati wa saa za mchana na kuendelea hadi jioni, huku milio ya silaha nzito na nyepesi ikisikika katika vijiji vinavyozunguka maeneo hayo. Wakazi kadhaa wamelazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama, huku wengine wakitafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Taarifa hizi zinaeleza kuwa vikosi vinavyohusika katika mashambulizi hayo vilikuwa vimeongeza idadi ya wanajeshi pamoja na vifaa vya kijeshi katika siku za hivi karibuni kabla ya kuanzisha operation hiyo mpya dhidi ya ngome za wazalendo. Baadhi ya vyanzo vya ndani vinadai kuwa huenda mashambulizi mengine yakafanyika katika siku zijazo kwenye maeneo tofauti ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Mapigano hayo yalijiri wakati ambapo jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kutekeleza kile kinachoitwa kusitishwa kwa mapigano katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mashambulizi hayo mapya yamezua maswali mengi kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji wa vita pamoja na hali halisi ya usalama katika eneo hilo. Wafuasi wa makundi ya wazalendo wameeleza wasiwasi wao wakidai kuwa wakati wanajeshi wa serikali wakiheshimu usitishaji wa mapigano, upande wa AFC M23 na vikosi vinavyodaiwa kuwa vya Rwanda vinaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali. Kauli hizo zinaendelea kuongeza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo ambalo tayari linaathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha. Hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na serikali ya Rwanda kuhusu madai hayo ya kuhusika katika mashambulizi hayo mapya. Vile mamlaka ya kijeshi ya Kongo bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu hali ya mapigano yanayoendelea katika maeneo ya Kashebere na Lutunkulu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi katika maeneo hayo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunaweza kuhatarisha juhudi za amani zinazofanywa na jumuiya ya kimataifa pamoja na viongozi wa kikanda. Wanasema kuwa ikiwa mapigano yataendelea kuenea katika maeneo mengi Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, hali ya kibinadamu inaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na ongezeko la wakimbizi na ukosefu wa huduma muhimu. Wananchi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano na kuhakikisha ulinzi wa raia. Mashirika ya misaada pia yameeleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa maelfu ya familia zinazoweza kuathirika ikiwa hali hii itaendelea kuwa mbaya zaidi. Hadi sasa kwa sasa mapigano bado yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Walungu, huku hali halisi ya idadi ya waliofariki au kujeruhiwa bado haijafahamika rasmi. Tujielekeze huko Kivu Kaskazini katika eneo la mpakani kati ya mji wa Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Gisenyi nchini Rwanda. Hali inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya mpaka huo kufungwa kwa muda tangu asubuhi Jumapili tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Taarifa kutoka kwa mashuhuda walioko maeneo hayo wameeleza kuwa shughuli za kawaida za kuvuka mpaka zimesimamishwa ghafla, jambo linalosababisha msongamano wa wananchi pamoja na sintofahamu kwa wasafiri wanaofanya biashara wanaotegemea mpaka huo kila siku. Hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyotolewa na
ama na mamlaka za Rwanda wala kutoka kwa waasi wa M23 wanaodhibiti mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukosefu wa mawasiliano rasmi umeongeza hofu na maswali mengi miongoni mwa wakazi wa pande zote mbili za mpaka huo muhimu katika ukanda wa maziwa makuu. Kufungwa huku kwa muda kunakuja katika kipindi ambacho ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati unaendelea kuwa katika tahadhari kubwa kiafya kufuatia kuenea kwa magonjwa ya aina ya Ebola ya Bundibugyo katika baadhi ya maeneo ya DRC na Uganda. Shirika la Afya Duniani WHO hivi karibuni imetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa kutokana na hali ya kusambaa kwake au kusambaa kwa ugonjwa huo katika mataifa jirani. Wachambuzi wa masuala ya afya na usalama wanaamini kuwa hatua ya kufungwa kwa mpaka inaweza kuwa ni njia ya tahadhari ili kuzuia uwezekano wa maambukizi kusambaa kupitia harakati kubwa za watu kati ya Goma na Gisenyi. Kila siku maelfu ya wananchi kuvuka mpaka huo kwa ajili ya biashara, kazi, masomo pamoja na shughuli nyingine za kijamii, hali inayofanya eneo hilo kuwa moja ya mipaka yenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa maziwa makuu. Wafanyabiashara wadogo wameonekana kuathirika zaidi na hatua hiyo, huku baadhi yao wakisema bidhaa zao zimekwama mpakani na kusababisha hasara kubwa. Wananchi wengine wanaeleza hofu yao kuhusu mustakabali wa shughuli za kiuchumi ikiwa mpaka utaendelea kufungwa kwa muda mrefu zaidi. Kwa upande mwingine, wataalamu wa afya wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari kali dhidi ya Ebola, ugonjwa ambao huenea kwa haraka kupitia kugusana na majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa. Wananchi wanashauriwa kuzingatia usafi wa mikono, kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima na kutoa taarifa mapema anapoona dalili zinazohusishwa na ugonjwa huo wa Ebola. Hali ya usalama na afya katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa tete kwa muda mrefu kutokana na migogoro ya kivita pamoja na changamoto za kibinadamu. Kufungwa kwa mipaka kati ya Goma na Gisenyi kunatajwa kuwa pigo jingine kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na maisha magumu kutokana na hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Mpaka sasa wakazi wa maeneo hayo wanaendelea kusubiri maelezo rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu sababu halisi za kufungwa kwa mpaka huo pamoja na muda ambayo hatua hiyo itaendelea kutekelezwa. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu tukunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping wamefanya mazungumzo yenye umuhimu mkubwa mjini Beijing. Rais Xi alimwambia Donald Trump kwamba China na Marekani zitafaidika kutokana na ushirikiano na kwamba zote zitapoteza ikiwa kuna migogoro. Beijing imemkaribisha Trump kwa kumpa heshima rasmi za kijeshi pamoja na ziara ya hekalu la karne ya 15. Rais Trump amefanya ziara hiyo na anasafiri na ujumbe mkubwa wakiwemo maafisa wakuu wa utawala na viongozi wa sekta ya teknolojia. Trump alisema uhusiano wao utakuwa bora zaidi kuliko hapo awali na kumwalika Rais Xi nchini Marekani mwezi Septemba mwaka huu. Majadiliano hayo yalidumu kwa zaidi ya saa 2 na viongozi hao wawili walizungumzia vita vya Marekani na Iran na wakakubaliana kwamba Iran haipaswi kamwe kuwa na silaha za nyuklia na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz lazima ufunguliwe. Mazungumzo yao yalitarajiwa pia kuangazia biashara, ushindani kuhusu teknolojia na Taiwan. Taarifa ya Stephen McDonald kutoka Beijing inawasilishwa na Roncliffe Odit. China ilimpa makaribisho makubwa na mpinzani wake mkuu duniani, Marekani. Xi Jinping anataka ziara hii ya Donald Trump irejeshe uhusiano angalau katika maeneo ambayo wanaweza kukubaliana. Hiki kilikuwa ni kilio cha mbali na mvutano ulioonekana tangu vita vya ushuru, na wafanyabiashara kutoka pande zote mbili wanatumai kuwa uhusiano wa sasa utaendelea. Chama cha kikomunisti cha China kilikuwa kikijitahidi kumfanya rais wa Marekani ajihisi anaheshimiwa kwa mizinga ya sherehe, gwaride la heshima na umati wa watoto wanaoshangilia, jambo ambalo Donald Trump alionekana kulifurahia.
Kisha ndani ya jumba la mikutano ilikuwa biashara, na watu wawili wenye nguvu zaidi duniani walibadilishana maneno ya fadhili. Siku zote nimekuwa nikiamini kwamba maslahi ya pamoja kati ya China na Marekani ni makubwa kuliko tofauti zetu, kwamba mafanikio ya kila nchi ni fursa kwa nchi nyingine. Pande hizi mbili zinaposhirikiana, zote zinanufaika. Zinapokabiliana, zote zinateseka. Nchi hizi mbili zinapaswa kuwa washirika badala ya kuwa pinzani, zikisaidiana kufanikiwa na kustawi pamoja. Tutakuwa na mustakabali mzuri pamoja. Nina heshima kubwa kwa China. Kazi ambayo umefanya wewe ni kiongozi mzuri. Namwambia kila mtu, wewe ni kiongozi mkuu. Wakati mwingine watu hawapendi nikisema hivyo. Bado kuna tofauti kubwa kati ya serikali hizi, na zitakuwa zikisisitiza ajenda zao, huku Rais Xi akitumai Marekani itapunguza kuunga mkono Taiwan, na Rais Trump akitaka China kuishinikiza Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Wanaume hao wawili pia wanatumai watu wao wataona kwamba wanaweza kushinda tofauti zao ili kukuza uchumi wao kwa manufaa ya wote. Tulizamie kwa ndani swala hili, na kwa sasa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Marekani Mhando Philemon Buguni kwa tathmini ya kina kuhusu uhusiano wa China na Marekani. Karibu sana. Sasa umechukuliaje makaribisho ya Rais Trump nchini China kwa tathmini yako? Amepata ukaribisho mzuri sana, na ni ishara kwamba China inaashiria kutaka ushirikiano na Marekani, hususan kwenye masuala ya biashara na vile vile katika kuendeleza hali ya kimataifa ya amani. Kutokana na mgogoro ambao unaendelea Iran, lakini vile vile kutokana na mgogoro kati ya China na Taiwan. Naam, sasa kwa nini Marekani na China zinatofautiana kuhusu kisiwa cha Taiwan, na ziara hii imeleta tofauti yoyote katika swala hili? Tofauti yao ni swala la kihistoria, kwa sababu ikumbuke kwamba kulipokuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe China, kisiwa chama kilichoshindwa vita kikakimbilia Taiwan na kikaanzisha taifa, lakini mpaka hivi leo China inatambua Taiwan kama sehemu ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine Marekani iliamua kuitambua Taiwan kama taifa linalojitegemea, hususan katika vita baridi ambayo ilitokea kuanzia miaka ya 50 mpaka mwisho wa miaka 80. Kwa hiyo swala hili hatutotegemea kwamba kila nchi itabadilisha msimamo wake, na China, Rais Xi ametoa kauli nzito akisema ya kwamba Marekani itakapokosea kuhandle swala la Taiwan, basi inaweza kusababisha mgogoro mkubwa kati ya mataifa haya mawili, ikiwezekana kuingia vitani. Mhando, je, kauli hii ya pamoja tulioisikia Marekani na China kuhusu vita vya Iran itakuwa na athari yoyote katika mgogoro huu ambao unaendelea? Hii ni kauli ambayo ni mahala pagumu, kwa sababu kwa upande wa Marekani ni jambo ambalo limeanza kuleta shida katika siasa za ndani, kwa sababu bei za mafuta zimepanda na inasababisha mfumuko wa bei, na vile vile ni mwaka wa uchaguzi ambao uko mbioni kuendelea mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hiyo Marekani inapata shinikizo la ndani, lakini kwa upande wa China hili ni swala ambalo wao linawapa advantage, kwa sababu ni fursa ya wao kujionyesha kama ndio taifa la amani na taifa kubwa ambalo linaashiria kama kuwa kiongozi wa dunia, na vile vile lina ushirikiano mkubwa na Iran katika ununuzi wa mafuta. Kwa hiyo kidiplomasia wanazungumzia amani, lakini hatutategemea kwamba litabadilisha misimamo, hususan msimamo wa China juu ya Iran. Naam, kwa kifupi Mhando, mataifa haya mawili ni washindani wakubwa hasa katika masuala ya biashara. Unaona kwamba hali hii itaweza kulainisha mambo, kwa mfano kuondolewa kwa vikwazo na ushuru? Naam, swala hili
tuliangalia katika namna mbili. Namna ya kwanza ni katika biashara za bidhaa kama vyakula, ambapo wakulima wengi wa Marekani walikuwa wakitegemea China kununua vyakula kutoka Marekani, lakini baada ya serikali ya Trump kuweka ushuru tariffs, China ikaacha kununua bidhaa za Marekani. Kwa hiyo wakulima wengi wakaanza kupata shida sana. Kwa hiyo tutegemee kupata suluhu katika swala hili, lakini upande wa pili katika masuala ya teknolojia na bidhaa kama semiconductors ambazo zinaonekana kama bidhaa za kimkakati, tutategemea kuona mabadiliko makubwa sana. Wataendelea kuwa na vikwazo na ushindani. Asante sana Mhando kwa kutupatia tathmini yako. Na sasa ushindani mkali wa uongozi unanukia nchini Uingereza kati ya Waziri Mkuu Keir Starmer na mmoja kati ya waliokuwa mawaziri katika baraza lake la mawaziri, Wes Streeting, ambaye amejiuzulu hii leo. Streeting aliyehudumu kama waziri wa afya anaondoka madarakani siku moja baada ya kukutana na Starmer katika ofisi rasmi ya waziri mkuu ya 10 Downing Street. Hatua ya Streeting kujiuzulu kazini inaweka shinikizo kubwa kwa Keir Starmer ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu hasa baada ya chama chake kufanya vibaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa katika barua yake rasmi ya kujiuzulu, waziri huyo wa zamani wa afya amesema hakuna tena imani katika uongozi wa Keir Starmer na ni wazi kwamba hakutokuwa na kiongozi ambaye atakiongoza chama cha Labour katika uchaguzi mkuu ujao nchini Uingereza. Streeting anatarajiwa kuzindua kampeni ya kumpinga Starmer ndani ya chama hicho. Washirika wake wa kisiasa wanasema ana ushawishi mkubwa miongoni mwa wabunge wa Labour unaohitajika kuzindua kampeni ya kumng'atua Starmer madarakani. Kwa upande wake, Starmer amesema amesikitishwa na hatua ya Streeting kujiuzulu, ila amesisitiza kwamba serikali ni sharti itekeleze ahadi zote ilizotoa kwa taifa. Aidha, kiongozi huyo amewaonya mawaziri katika baraza lake kwamba uchaguzi wa kumtafuta kiongozi mpya unaweza kuitumbukiza taifa katika msukosuko. Mawaziri 4 wameshajiuzulu huku baadhi ya wabunge wa Labour wakimtaka Starmer kuondoka madarakani. Mwandishi wa BBC Lynne Watson ana maelezo zaidi kuhusu barua ya Wes Streeting ya kujiuzulu. Na hapa tulipo haijathibitishwa kabisa, ila kuna ishara zinazojitokeza kupitia uvumi na pendekezo kwamba Wes Streeting ambaye ni waziri mwandamizi mwenye majukumu serikalini katika wizara ya afya huenda naye anajiandaa kujiuzulu dhidi ya Keir Starmer. Na maanisha kwamba ikiwa Streeting atakabiliana na waziri mkuu, hatua hiyo inatuweka katika awamu nyingine katika kile ambacho tayari ni sharti tukitambua kuwa mzozo wa kisiasa nchini Uingereza. Kwa sasa chama tawala cha Labour kimegawanyika kwa misingi ya ni nani atakayekiongoza. Je, inapaswa kuwa ni Keir Starmer ama Wes Streeting au mtu mwingine? Je, unafaa kufanya mabadiliko ya uongozi lini? Kuna haja ya sera kufanya mabadiliko? Na bila shaka leo Mfalme Charles amesoma takriban miswada 35 ambayo serikali inapanga kuifanya kwa sheria. Na tutoke Uingereza turudi Afrika Mashariki ambapo Wakenya wanatarajiwa kukabiliana na nyakati ngumu zaidi kiuchumi baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza ongezeko lingine la bei ya mafuta, hatua ambayo huenda ikaongeza gharama za uzalishaji na usafiri. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa jioni hii, bei ya lita moja ya petroli imeongezwa kwa shilingi 16.65 za Kenya, ambayo ni sawa na senti 13 za dola ya Marekani. Watakaoumia zaidi ni watumiaji wa diesel ambayo imeongezwa kwa shilingi 46.29 za Kenya, sawa na senti 36 za dola ya Marekani kwa kila lita. Hata hivyo, bei ya mafuta ya taa haijabadilika. Hatua hii inajiri wiki mbili tu baada ya serikali ya Kenya kulegeza masharti ya ubora wa mafuta yanayoagizwa nchini humo kwa muda wa miezi 6 ili kuzuia uhaba wa mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Sasa mwezi uliopita, serikali ilitangaza nyongeza ya bei ya mafuta ikitaja mgogoro wa Mashariki ya Kati
kama sababu kuu. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Na mtu mwingine anasema unajiabone, una comment, vile vile una partage. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu ya kila siku, ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika, vile vile kwa muda muafaka. Hata basi usisaulike kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, asante kwa mchana wa leo na ushinde vizuri.